Habari za wakati huu, karibu katika Mizani ya Wiki. Mimi ni Faraja Sendegea. Ni miezi mitatu sasa imepita tangu Rais Samia Suluhu Hassan amwagize CAG Charles Kichere kufanya ukaguzi maalum wa miamala yote ya BOT kati ya mwezi wa Januari hadi Machi mwaka huu, na bila shaka ni baada ya kuona viashiria vilivyoleta maswali kuhusiana na masuala ya kifedha. Tayari Rais Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya CAG ya ukaguzi maalum, na CAG ameeleza kwamba ukaguzi ulikwenda sawasawa, na bila shaka tutamsikia hivi punde akieleza namna mambo yalivyokwenda, lakini akaeleza licha ya ukaguzi kwenda sawasawa na kufuatwa kwa utaratibu katika miamala, lakini kulikuwa na udhaifu katika baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na malipo ya zaidi ya mara moja katika taasisi moja. Sasa kuyajadili haya na mengine kadha kadha ya kifedha na ukaguzi, kwa heshima kubwa tumemwalika hapa Ludovick Uto. Huyu ni CAG, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mstaafu. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia Ludovick Uto ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Wajibu ambayo inashughulika na masuala ya wajibikaji. Karibu sana. Asante sana. Teknolojia inatuunganisha na CPA David Makapala. Taniradhi kama jina liko sawa sawa. Huyu ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma, idara ya uhasibu na fedha. CPA David, karibu sana. Nakushukuru sana, asante sana Faraja. Jina nimelitamka sawa sawa? Yes, CPA David Mwakapala. Mwakapala, asante sana. Karibu sana na tunakushukuru kwa kuungana nasi kutoka huko Dodoma. Asante sana. Namna kabla hatujaenda mbele zaidi, kama nilivyokudokeza kwamba kinachotuleta pamoja na wataalamu hawa masuala ya kifedha, lakini pia masuala ya ukaguzi, tukiwa na CAG mstaafu, ni baada ya tukio muhimu kabisa lililofanyika hivi karibuni, ambalo Rais Samia Suluhu Hassan alipokea taarifa ya ukaguzi wa miamala ya BOT, na huu ulikuwa ni ukaguzi maalum. CAG mwenyewe alimaliza kazi yake na kilichobaki ni mapendekezo ambayo ametoa, ambayo bila shaka inakuwa ni wajibu sasa wa serikali. CAG Kichere alikuwa na maelezo mafupi muda mfupi baada ya kufanya makabidhiano ya ripoti hii. Nimemkabidhi Mheshimiwa Rais taarifa ya ukaguzi wa Benki Kuu kama alivyoniagiza wakati nawasilisha taarifa yangu mwezi Machi, kwamba nifanye ukaguzi wa miamala yote ya Benki Kuu, miamala ya maendeleo ya Benki pale Benki Kuu kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 ya Machi. Taarifa hii nimeimaliza, nimemkabidhi leo Mheshimiwa Rais. Na kwa utaratibu wa taarifa hizi ambazo huwa zinaombwa kwa mujibu wa sheria, ni mheshimiwa yule aliyeomba au aliyeagiza taarifa ifanyiwe kazi, yeye ndio ataifanyia kazi na anaweza akatoa nini cha kuambia wananchi. Kwa hiyo mimi kazi yangu huwa inaishia kufanya ukaguzi na kumkabidhi aliyenielekeza kufanya ukaguzi, naye ataifanyia kazi. Ni taarifa ambayo nimeifanya kwa miezi mitatu na nimepitia miamala yote ya Benki Kuu ambayo imefanyika katika kaunti ambazo zinafanya kazi yana kaunti hai 715. Nimepitia yenye miamala ya kama 500 na kitu, miamala ambayo imefanyika kwa maana ya pesa kupelekwa kwenye serikali kuu, serikali za mitaa, taasisi mbalimbali za serikali na wakala wa serikali. Kwa hiyo nimepitia zote hizo na nimemkabidhi Mheshimiwa Rais. CAG Charles Kichere muda mfupi baada ya kukabidhi ripoti ya ukaguzi maalum alipoagizwa na Rais kufanya hivyo mwezi Machi. Ilikuwa ni ripoti ambayo inahusu miamala ya mwezi wa Januari hadi Machi mwaka huu wa 2021 kuhusiana na BOT. Naam, CAG, nianzie kwako kuhusiana na huu ukaguzi maalum. Tafsiri yake nini? Labda tuelewe tu kwa nini tunakuwa na ukaguzi maalum. Asante ndugu Faraja. Huu ukaguzi maalum nitajaribu kueleza maana yake nini. Nipende kusema tu kwamba ukaguzi wa miamala ya serikali, mashirika yake, taasisi zake ni takwa la kikatiba. Ukienda kwenye ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 inamtaka CAG
mara moja kwa mwaka afanye ukaguzi, na ukaguzi huu aliofanya CAG ndio ule ambao tarehe 28 ya mwezi wa 3 aliwasilisha ripoti za za ule ukaguzi aliofanya kulingana na ibara ya 143. Lakini ukija kwenye sheria ya ukaguzi wa umma ya 2008, Public Audit Act, ukienda kwenye kifungu cha 26 mpaka kifungu cha 29 cha sheria ile, kinazungumzia aina tofauti za ukaguzi ambazo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anaweza kuzifanya. Kaguzi ya kwanza kulingana na kifungu cha 26 ni ule ukaguzi ambao sasa unaendana na matakwa ya ibara 143 ya katiba. Hesabu za serikali kuu, hesabu za serikali za mitaa, hesabu za mashirika ya umma. Kifungu cha 27 kinazungumzia kwamba CAG katika ukaguzi wake anaweza kufanya ukaguzi wa uchunguzi wa kina, forensic audit. Na hii inatokaje? Kwamba wakati mwingine CAG katika kufanya ukaguzi wake wa kawaida anaweza akahisi kwamba kuna jambo ambalo limejificha, linahitaji kudadavuliwa kwa undani zaidi. Ndio hapo anatumia kifungu cha 27, anafanya ukaguzi wa ndani zaidi. Na hiyo ni kwa maamuzi yake mwenyewe. Kwa maamuzi yake. Alafu tukija kwenye kifungu cha 28, kinamruhusu CAG kufanya ukaguzi wa ufanisi. Ukaguzi wa ufanisi, performance audit. Na hii ni CAG yeye jukumu kubwa la CAG ni kuisaidia serikali ifanye mambo yake vizuri zaidi. Utendaji wa serikali uwe na tija kubwa zaidi kwa maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo performance audit ni ile kwamba CAG anaweza akaamua akafanyia ukaguzi sera, mifumo, taratibu za utendaji kazi wa serikali kwa kuona kwamba mambo yanavyofanyika yana tija sahihi wa serikali. Ndio wanasema wanaangalia ufanisi, mifumo labda ya utendaji. Yes, wanaangalia ile. Sasa thamani ya fedha katika Sasa inakuja kwenye hiyo kifungu cha 29. Kifungu cha 29 ukienda kifungu cha 29 kina kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili. Kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu cha 29 kinamruhusu yeye CAG akiamua kutokana na alivyokwenda kufanya ukaguzi wake, anaweza kufanya ukaguzi maalum ambayo ndio tunaita special audit. Yeye CAG ana mamlaka hayo kisheria, na CAG akiamua kukufanyia special audit huwezi kumuuliza kwa nini. No, hiyo ni right yake. Lakini ukienda kwenye kifungu kidogo cha pili cha kifungu hicho cha 29 kinasema mtu yoyote, taasisi yote ya serikali, shirika la umma, halmashauri, unajua unaweza ukamuomba CAG afanye special audit kwa unavyoona mambo yanavyokwenda. Na niseme tu kwamba sasa ni kitu gani kitakufanya labda utake special audit? Ni kitu gani kilimfanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuamua kwamba ufanyike special audit kwa hiyo miamala ya tangu Januari mpaka Machi? Ni lazima kuna vitu au majambo ambayo aliyasikia, aliyasoma ama aliambiwa. Sasa yeye katika kutafuta hiyo special ukaguzi maalum alitaka ajihakikishie ama ajidhihirishie ukweli ama sio ukweli ya aliyosikia ambacho alikisikia. Ndio sasa
akatumia hiki kifungu hiki kumtaka CAG amfanyie ukaguzi maalum. Na niseme kwamba ukaguzi maalum ni tofauti na ukaguzi hizi zingine, kwa sababu ukaguzi maalum unakwendana na hadidu za rejea za yule anayeomba huu ukaguzi maalum. Aha. Kwa hivyo anayetoa maelekezo ya kuomba ukaguzi maalum lazima akupe maelekezo ya nini ninataka unifanyie. Labda tutaendelea hapo baadaye kidogo, niende kule Dodoma kwa CPA David Mwakapala. David, umemsikiliza CAG mstaafu hapa? Ndio, nimemsikiza vizuri sana guru wetu wa mambo haya bwana. Kabla sija kutupia swali lolote, haya aliyoyasema, kuna jambo umechukua ambalo pengine ungetaka kutupeleka mbele zaidi? Ndio, nimefurahi sana, amechambua vizuri sana kuhusiana na hasa special audit ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliomba. Watanzania pia wanaweza wakakumbushwa, hii si mara ya kwanza kufanyika special audit. Mwaka 2014 wakati nafikiri mzee Uto ndo anaondoka, iliombwa pia special audit kuhusiana na Tegeta escrow account, ambapo CAG aliombwa afanye uchunguzi maalum kuhusiana na hiyo akaunti ya Tegeta escrow. Aliyekuwa kimkaimu Francis Mwakapalila alifanya vizuri kabisa. Kwa ni jambo la msingi sana kwamba kama kuna viashiria vyovyote kama alivyokwisha kusema mzee wetu Uto, lazima CAG ataombwa ili aweze kufanya uchunguzi kuthibitisha kile kilichopo kwamba ndivyo yalivyo au ndivyo yasivyo. Na mara nyingi sana kuna kitu kwenye mambo ya audit tunaita red flag. Yani kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba kuna jambo fulani linahitaji uchunguzi. Kwa ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo sio mara ya kwanza kwa Tanzania, ilishatokea hiyo big issue kama nilivyokwisha kusema, lakini ni jambo la msingi sana, na mara nyingi ripoti ya special audit huwa inasubiriwa kwa hamu sana, kwa sababu huwa imeleta alarm mapema kwenye jamii. Asante David. Nibaki kwako kidogo. Si jambo jipya, limekwisha fanyika mara kadhaa, lakini linaleta tafsiri gani? Pamoja na ukawaida wake, linatupa tafsiri gani sisi kama wamiliki wa hizo fedha, kama wananchi, sio? Tafsiri ambayo ipo ya kwanza ambayo naweza nikaisema ni kwamba serikali ina msimamizi wake ambaye ndio mdhibiti wa hesabu za serikali. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, kazi kubwa ya ofisi ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ni kuhakikisha kwamba anachunga mali za umma. Tunaita watchdog. Yeye ndio jicho la wananchi kwenye fedha za umma. Kwa tafsiri kubwa ambayo naweza nikaionyesha kwenye hichi kilichotokea ni kwamba wananchi wanapaswa kuelewa kwamba kuna mtu ambaye anaangalia kwa niaba yao fedha za umma, lakini na watendaji wale ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia fedha za umma waelewe ya kwamba wana wajibu wa kuzilinda fedha za umma na kutumia vile inavyopaswa. Kwa namna yoyote wakifanya kinyume, kuna implication ambayo lazima ije iwapate. Kwa hiyo inaleta tafsiri pana ya kwamba ofisi ya CAG ni ofisi muhimu sana kwenye kuangalia namna ambavyo fedha za umma zinalindwa, na hasa tunasema kwamba matumizi yake lazima yanafuata taratibu na mambo mengine kama ambavyo mzee Uto ameelezea. Anaweza akafanya ukaguzi wa ufanisi na mambo mengine. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waelewe kwamba fedha za umma zinaungwa kwa mifumo mizuri ambayo inakuwepo, lakini watendaji wa serikali waelewe kwamba wana wajibu wa kulinda fedha za umma ambazo zimekabidhiwa kwenye mamlaka zao, kwa sababu kuna jicho ambalo linaangalia. Nakushukuru sana David, na nirudi hapa studio. Naam, kulikuwa kuna hoja umeianzisha pale ya hadidu za rejea, lakini kabla tujaenda huko nipate kidogo maoni yako. Si jambo jipya kufanya special audit, na ametoa mfano wa wakati wako, utatueleza baadaye kidogo, lakini kutakiwa kufanyika special audit ni jambo la kujivunia ama linatengeneza wasiwasi zaidi? Kutakiwa kufanya special audit, nafikiri, unajua serikali ni pana, serikali ni kubwa. Serikali inahusu watumishi wengi wa aina tofauti
na hulika tofauti. Kwa hiyo kutokea viashiria vya kutaka ifanyike ukaguzi maalum sio kitu cha ajabu, sio kitu cha ajabu kabisa, na hii sio hapa tu Tanzania, inafanyika sehemu nyingi duniani, na hii nafikiri ni ule ukubwa wa serikali, ni ukubwa wa mapesa yanayoshughulikia. Unaongea juu ya trilioni, kama mwaka bajeti trilioni 36.33 ni mahela mengi. Kusema kwamba mahela haya yote yatatumiwa kama tulivyopanga bila chembe za kuleta mashaka sio rahisi, kwa sababu sasa hapo hatutakuwa tunashughulika na wanadamu, tutakuwa tunashughulika na malaika ambayo haiwezekani. Ni swala la kihisia zaidi. Ulisema kwamba tunapoingia kwenye special audit au ukaguzi maalum ni lazima ukaguzi ule utafanyika kulingana na hadidu za rejea, terms of reference za yule ambaye ametoa agizo la ukaguzi. Yes. Ni kweli kabisa kwamba kama CAG akiamua yeye CAG kufanya ukaguzi maalum, atajitengenezea yeye terms of reference, hadidu za rejea. Kwamba ni kitu gani anataka afanikishe katika ukaguzi huo. Na naomba tuseme ukweli kwamba ukaguzi ni gharama. Kwa hiyo ni lazima kuwe na value for money, kuwe na dhamani ya fedha ya ukaguzi unaofanyika. Hadidu za rejea ndio zinajaribu kutafsiri pia thamani ya fedha. Absolutely. Ni kitu gani kinalengwa kupatikana. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mheshimiwa Rais tarehe 28 ile mwezi wa 3 alipomwagiza CPA Charles Kichere CAG afanye ukaguzi wa miamala ya iliyofanyika BOT kuanzia Januari mpaka Machi, lazima siku 2-3 baadaye lazima CAG alipata hadidu za rejea ambazo zilimuongoza namna ya ni kitu gani kinatafutwa na kama alivyosema CPA Charles Kichere katika uliotuonyesha ni kwamba yeye kwa kutumia hadidu za rejea alizopewa alifanya ukaguzi wake, ametueleza miamala aliyoiona na akajiridhisha kwamba amekamilisha kazi yake kwa kuandika ripoti na kuweka yale aliyoyaona kulingana na hadidu za rejea zilizoongoza ukaguzi huo. Na mara nyingi sasa kulingana na hadidu za rejea alizopewa, mara nyingi zinamwezesha yeye akimaliza ule ukaguzi maalum kutoa mapendekezo ya nini kifanyike ili kama kuna madhaifu aliyoyaona yasijirudie baadaye. Alafu lingine ambalo labda nilizungumzie, na hili lilinipa shida sana mimi nilipokuwa CAG, wakati nimeombwa na serikali kufanya ukaguzi maalum kwenye ufisadi wa EPA mwaka 2007. Anayeomba ukaguzi maalum ndio anayestahili kupewa ripoti ile ya ukaguzi maalum. Na kuna watu walifikiri kwamba kaguzi maalum zote ripoti lazima iwe ni public. Sio sahihi. Kwa sababu sasa kama alivyopokea Rais Samia Hassan Suluhu akitaka yeye kuifanya ile ripoti iwe ni ya umma, ni maamuzi yake, utashi wake, lakini halazimiki kisheria kufanya ile ripoti iwe ni ya umma. Manake aliyeomba ni yeye na anajua yeye makusudi au madhumuni ya kuomba hiyo taarifa. Na actually hilo ndio lilikuwa swali langu la msingi ambalo ningefuata, ambalo ningependa kidogo kupata maoni kutoka pia kwa CPA David kule Dodoma, kwamba kwa nini ukaguzi wa aina hii sio wa umma, yani matokeo yake sio matokeo ya umma, na hii tafsiri yake
inatuacha kwenye parandesi ama kwenye diarema sisi ambao ndio wamiliki wa fedha wenyewe ambao ni wananchi. Asante sana Faraji. Umelisikia swali langu? Kinachotokea ni kwamba nimelisikia swali lako vizuri sana na nimemsikia mwalimu wangu Uto kaelezea vizuri sana. Kinachotokea ni kwamba ukaguzi ambao ni for public consumption ni ule wa mwaka ambao unatoka kwa rais unaenda kwa bunge. Lakini huu ukaguzi maalum mara nyingi unakuwa ni kwa yule aliyeomba. Na yule aliyeomba ndio anaweza sasa kwa utashi wake akaamua kuufanya uwe wa wazi au usio wazi. Kwa nini inakuwa ni hivyo? Ni kwa sababu ukaguzi maalum unatumika kwa lengo maalum. Kwa hiyo wakati fulani yeye kwenye hatua zake akiufanya wazi unaweza ukaharibu mara nyingine hatua anazotaka kuchukua. Kwa hiyo anaweza akaamua kuufanya wa kwake binafsi na watu wake wachache ili waweze kuchukua hatua nzuri za kuweza kudhibiti kile kitu ambacho kiliwafanya wao waombe huo ukaguzi maalum. Kwa hiyo ikitokea ametaka uwe wa umma, it is okay, ni yeye mwenyewe, lakini haimtaki uwe wa umma kwa sababu ya hatua hizo hapo. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kuamini kwamba ule ukaguzi maalum ulioomba una lengo la yeye kutaka kufanya jambo la kuprotect mali za umma yeye binafsi. Kwa hiyo anaweza akaamua kutoa au asitoe kulingana na ambavyo taratibu na procedure mbalimbali ambazo anaweza akaamua kuzifanya. Kwa mathalan kama alivyosema Kagi mstaafu CPA Uto, ni kwamba unaweza ukaamua hiyo ripoti kuifanya ya kwako au ukaifanya ya wazi kutokana na namna taratibu za wewe unavyoamua kushughulikia wewe uliyeomba. Kwa mfano labda ni ofisi ya waziri mkuu imeomba, maana yake inaweza kaamua kufanya kimya katika kushughulikia masuala yake, au na wizara mbalimbali. Na watu wameiona hii ya mheshimiwa rais kwa sababu ni top executive kwenye nchi, lakini taasisi mbalimbali za umma, wizara, halmashauri, wote wanaomba special audit, lakini kwa kuangalia value for money ya kile ambacho wanakiomba. Kwa hiyo nafikiri haimlazimu kutoa umma kutokana na taratibu ambazo ataziona kama unaweza kutaka toa kwa umma zikaharibu zaidi hata kile alichotaka kukifanya. Kwa hiyo anaweza kaamua kuibakiza kwa ajili ya kutengeneza mambo yawe mazuri zaidi. Nakushukuru sana. Kwa sababu ubaya wa kitu kimoja kaka Faraji kwenye haya mambo, wakati fulani pia kuna watu wanaingiza siasa, kuna watu wanaleta mambo yao. Kwa ataangalia yeye ni kwa namna gani ambavyo anaweza kahendo hicho kitu. Ndio maana huwa sio lazima sana aitoe. Asante sana. Asante, nitarejea kwako CPA David Mwakapala, mhadhiri huyu kutoka pale UDOM katika idara ya uhasibu na fedha. Naam, ulikuwa unajaribu kutupa uzoefu kidogo wa wakati wako ukagusa ufisadi wa EPA, lakini kuna ukaguzi mwingine maalum ambao unaweza ukatupitisha kidogo, licha ya kwamba haukuwa public, lakini baadaye public iliona matokeo pengine. Napenda niseme tu kwamba nafikiri kwenye hilo ni kwa kukumbuka haraka nafikiri nitazungumzia ukaguzi wa EPA. Ukaguzi wa EPA ilikuwa ni nchi ilishtakiwa kwenye Benki ya Dunia kwamba kumekuwa na uporaji wa pesa nyingi bilioni 133 kutoka akaunti ya EPA iliyokuwa benki kuu. Na nakumbuka wakati hii accusation, mashtaka haya yanakwenda World Bank, ilichukua nchi by surprise kabisa kusema kweli, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa hakifahamiki, na nchi ikaingia kwenye msukosuko mkali sana. Na baadaye ikaja kwamba CAG afanye special audit wa hilo jambo. Na nipende tu kusema kwamba aliomba ule ukaguzi alikuwa ni waziri wa fedha, kwa ilikuwa serikali, na adidu za rejea za ule ukaguzi zilitolewa na serikali, wizara ya fedha. Kwa hiyo sisi tulifanya ule ukaguzi maalum kwa niaba ya wizara ya fedha.
Na napenda niseme tu kwamba ilileta matatizo kidogo, kwa sababu bunge walitaka wapate ripoti, lakini nikaweka mguu chini nikasema, jamani, bunge hamkuomba huu ukaguzi maalum. Bunge mlichelewa, hamkuomba huu ukaguzi maalum. Ila wangewahi wakanipa terms of reference, ningewafanyia na ningewapelekea wao. Ndio utaratibu. Lakini sasa walichelewa. Na nataka nieleze ili kwamba watu waelewe kwamba sisi katika ule ukaguzi tuliofanya wa EPA ulihusu shilingi bilioni 133 bilioni ambazo zilikuwa kwenye akaunti ya EPA iliyohusu madeni yaliyotengenezwa wakati ule nchi ikiwa kwenye uhaba wa fedha za kigeni. Kwa hiyo watu walikuwa wanaweka pesa ya Tanzania, wanaagiza vifaa kwa mategemeo kwamba hali itakapokuja kwa nzuri, hasa kwenye foreign exchange, haya madeni yangelipwa. Na tulifanya ukaguzi ambao kwa kweli haukuwa rahisi sana, maana kwanza ni miamala iliyokuwa imepita muda mwingi wa hiyo. Kwa hiyo wakati ilikuwa ni shida kupata wale waliohusika na haya madeni kule nchi ya nchi. Ilikuwa ni Brazili, Ujerumani, India, wapi, Uingereza, sehemu nyingi, nchi nyingi duniani. Na tulifanikiwa kupata miamala iliyokuja kwenye amount ya karibu bilioni 90 ambazo tukasema kwa kweli hizi ni wizi kabisa. Zilipigwa na zilipigwa kweli. Na sasa sisi kwa hatukuweza kukamilisha ile 133 bilioni. Kwa hiyo kulikuwa na tofauti ya 43 bilioni. Unaona, ambayo hatukuweza kukamilisha kwa sababu hatukuweza kupata wale wahusika wa madeni nje ya nchi ili watupe confirmation kama kweli waliruhusu ama hawakuruhusu. Kwa hiyo na unajua ukaguzi unafikia hitimisho ama maamuzi kutokana na ushahidi unaopata. Huna ushahidi wa kutosha, usifanye makosa ukaja na hitimisho, kwa sababu itakuletea matatizo. Kwa hiyo sisi tukaishauri serikali wakati ule, jamani, hii bilioni 90 hizi zimepigwa na zimepigwa na wananchi wenu hapa. Wabaneni warudishe pesa. Na nakumbuka Watanzania mtakumbuka kwamba na hii kwa kweli ilinipa faraja sana, kwa sababu nilikuwa natambia hata watu na Benki ya Dunia kwamba waniambie ni nchi gani ambayo ilipigwa mapesa mengi hivi wakarudisha hela. Hakuna. Zikipigwa zimepigwa. Kwa Tanzania it was a credit, kwa sababu kwenye zile 90 bilioni, zile bilioni 90 tulizosema kwamba ni zimepigwa moja kwa moja, serikali kwa kutumia mbinu zake ziliweza ikarudisha, kama kumbukumbu zangu ziko sahihi, nafikiri kama karibu bilioni 67, ambazo kama Watanzania watakumbuka, aliyekuwa rais wakati huo Mheshimiwa Jakaya Kikwete aliamua kwamba zile pesa ziende kwenye dirisha la kilimo, kwenye kwenye mpango wa kilimo kwanza, na zingine ziende nafikiri TIB. Alafu kwa hiyo ni pesa ambazo zilikuwa recovered. Unajua bilioni 67 kutoka bilioni 90 ambazo tuliconfirm kwamba hizi zilichapwa. Na zile ambazo hatukuweza confirm, tukashauri serikali itumie njia zake nyingine, itumie taasisi zake nyingine katika kujaribu kuangalia kama wanaweza kuweza kutambua wahusika wale wa ile bilioni 43. Kwa hiyo utakuta kwamba sasa, kwa hiyo ukaguzi wetu kulingana na zile hadidu za rejea tulizopewa, si ndio? Kwa kuwa hatukuweza kukamilisha yote ile ripoti tuliyotoa haikuwa kamili. Kwa hiyo sasa ndio hatari sasa ya kutoa hizi kusifanya ziwe public. Kwa sababu tunge disclose vitu ambavyo bado vinafanyiwa kazi. Na nakumbuka
akiwa spika Mheshimiwa Samuel Sitta aliniita Dodoma akitaka ripoti hiyo nipeleke bungeni, lakini kwa kweli nilimweleza Mheshimiwa Sitta kwamba haiwezekani, kwa sababu kwanza ripoti yenyewe haijakamilika na vile vile wao hawakuwa wao waombaji wa ukaguzi maalum, bali ilikuwa serikali. Na nikamshauri Mheshimiwa Spika kwamba kama ukitaka hii report ndio wewe sio usije kwangu. Mimi nimefanya, nimemaliza, nimeipeleka kwa mhusika. Mtafute aliyepelekewa ripoti, akiamua atakupa ama hatakupa. Yeah. Nakushukuru sana. Nije kwako CPA David, na bila shaka umemsikia vizuri hapa CAG mstaafu, na najaribu kupata picha kwamba mtu yeyote basi anaweza akaomba ukaguzi maalum, ikiwa ni pamoja na mwananchi wa kawaida, sio? Tafsiri iko sahihi, pamoja na mwananchi wa kawaida, lakini ambao wanaruhusiwa kuomba ukaguzi maalum ni wale ambao sasa wamepewa dhamana ya taasisi mbalimbali za serikali ambazo wanasimamia, taasisi za serikali, mashirika pamoja na idara za serikali. Mwananchi wa kawaida ambacho wanaweza kufanya, wanaweza wakapushi special audit kupitia bunge au kupitia namna nyingine, lakini yeye straight moja kwa moja atakuwa hana njia ya kuweza kuomba special audit. Kama ameona kuna viashiria vyovyote ambavyo vinataka special audit, maana yake itabidi apite kwenye channels za wale wasimamizi wakuu wa idara, taasisi na unit zingine za serikali ambao wanaweza kumrequest kagi kufanya special audit. Kitu kimoja ambacho inabidi tutambue, kaka Faraja, ni kwamba audit yoyote ni gharama. Yeah. Ndio maana hata unaona ofisi ya CAG huwa ina fungu lake la budget kwa ajili ya kufanya shughuli zake. Kwa unapo request special audit, kama umesikia wamefanya miezi mitatu, kuna gharama zake. Kwa lazima upime pia, is it profitable hicho kitu unachokifanya. Ukiruhusu kila mwananchi afanye utaratibu wake, maana yake ile ofisi itasumbuliwa. Mtu anakuambia naomba tukafanye ukaguzi bwana kwenye ofisi ya kata, naomba tukafanye ukaguzi huku, it's not possible. Kwa kuna channel maalum ambazo wananchi wanaweza wakapita kwa ajili ya kuomba ukaguzi maalum, lakini hawezi yeye mwananchi moja kwa moja binafsi akaomba ukaguzi maalum. Nisalia kwako kidogo David, kwa sababu si ripoti ambayo ni wazi kwa umma, maana yake hatutakuwa na mengi ya kujadili kuhusu ripoti yenyewe, lakini machache ambayo CAG aliyaweka wazi tunaweza kuyazungumza bila shaka, na hasa aliposema kwamba miamala aliyoipitia zaidi ya miamala 700 na point kadhaa, ilifanyika namna hii kwa utaratibu mzuri uliofuatwa wa kawaida, lakini kukawa na udhaifu. Swali la mtu wa kawaida kama mimi ambaye si mtaalamu wa fedha, inakuwaje utaratibu uwe mzuri halafu kuwe na udhaifu? Nini kinatokea katika mazingira kama hayo? Asante sana. Ndio maana kwenye ile ripoti ambayo ilitoka kwa msemaji wa Rais Ikulu, ambayo ndio in fact ndio imekuwa kwenye public, tumeiona wengi, sio detail ya ripoti hiyo ya special. Alichokielezea ni kwamba ukaguzi uliofanyika kwa kipindi hicho ni kwamba fedha zimetoka kwa taratibu zote na zimeenda vizuri, lakini kumetokea na ubadilifu kwenye baadhi ya unit. Nafikiri wameitaja pale imetajwa TANROADS kidogo pamoja na bandari. Yes. Kinachotokea ni kwamba, maana yake ni kwamba uidhinishaji na taratibu zingine zilikuwa sahihi, lakini kule fedha zilikoenda, ndo ameelezea pale, zingine zilikuwa kinyume na bajeti, kwa sababu mkaguzi anapokuja akagui tu kwamba hela zimeenda wapi, anaangalia je, hela zilizopo zimeidhinishwa na bunge, zimefanywa nini. Kwa taratibu zinaweza kuwa zimefuata ndio, lakini kuna vitu ambavyo viko kinyume na bajeti, kuna vitu viko kinyume na mpango. Hivyo ndivyo ambavyo vimetokea kwamba havijaenda sawa sawa. Na ukisoma vizuri ile ripoti ya mwandishi wa Ikulu, anachoelezea ni kwamba pamoja, yani ametumia lugha kwamba mambo mengi yameenda vizuri, lakini
kuna sehemu ya kukwenda vizuri ndio alizozitaja. Kwa sio kwamba sehemu zote zilikuwa sawa kwenye ukaguzi wao, kwamba kwa asilimia kubwa miamala mingi imefanyika kwa usahihi, lakini kulikuwa kuna udhaifu walioutaja huo, kwamba kuna vitu viko kinyume na bajeti, kuna fedha zimeidhinishwa lakini zimechelewa kwenda kwa wakandarasi, kwa hiyo zimezalisha deni kupitia riba kwa serikali. Huo ndio udhaifu ambao unazungumziwa, kwamba regardless ya mambo mengine yameenda vizuri, lakini kulikuwa kuna sehemu hazikwenda vizuri. Na nina uhakika kwenye hiyo ripoti lazima pia wametoa mapendekezo yao ya nini kifanyike. Nikushukuru sana CPA David Mwakapala, mhadhiri pale UDOM, idara ya uhasibu na fedha. Hii ni Mizani ya Wiki, mimi ni Faraja Sendegea na hapa studio tuko naye Ludovick Uto. Huyu ni mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mstaafu. Naam, kuna hoja ambayo amemaliza kuizungumza hapa CPA David, bila shaka umeichukua. Ndio Faraja. Karibu. Mimi niseme tu kwamba kuja kwenye swali lako ambalo amelijibu vizuri David, ni kwamba amelizungumzia David vizuri, kwamba unaposema kwamba utaratibu ulikuwa sahihi, ni kwamba ili uchukue pesa BOT ama uchukue pesa kwenye mfuko mkuu wa serikali, kuna utaratibu ambao lazima ufuatwe, ikiwa ni pamoja na uidhinishwaji wa utoaji wa hizo pesa. Kwa hiyo tunachoambiwa na tunachotaka kuamini ni kwamba ule utaratibu wa utoaji zile pesa kutoka kule zilikokuwa ulifuatwa, ulikuwa sahihi. Sasa zile pesa zinachukuliwa, zinakuja wizarani, Wizara ya Fedha. Kule Wizara ya Fedha sasa kuna kugawa. Unajua unasema kwa Kiingereza releasing of ya pesa kwenda kwa wale watumiaji. Hapo ndio sasa inakuja TANROADS, inakuja bandari, inakuja chuo, inakuja whoever. Si ndio? Pale sasa ndio tunaambiwa kwamba kwanza zikagawiwa zile pesa, si ndio? Zilipokwenda kule, unajua pesa zinapotoka kule BOT haziendi moja kwa moja zikalipa yule mkandarasi aliyoko taasisi. Zinapita kwenye anayelipa kwenye mkandarasi wa taasisi ni management ya taasisi yenyewe. Umeelewa? Ndio sababu tunaambiwa kulikuwa na malipo wa moja mara mbili. Unajua? Tunaambiwa kwamba pesa zilifika kwa ajili ya kulipa wakandarasi, zile pesa hazikulipwa. Madhara yake nini? Deni la mkandarasi unapoliweka bila sababu, si ndio? Kuna riba. Kwa hiyo sasa unapopata riba, anayebeba riba ni nani? Serikali. Ni serikali. Kwa hiyo ina affect mwananchi wa kawaida, kwa sababu mwananchi wa kawaida ndio anayelipa kupitia kodi zake nini na nani. Sasa pale unakuta kwamba kulikuwa hakuna dhamani ya pesa ya hiyo riba ambayo ilisababishwa kwa uzembe, kwamba endapo kama zile pesa zilipopokelewa zingelipwa, si ndio? Hiyo issue ya riba haingekuwepo, na hivyo tunge save pesa ambayo ilikuja kulipwa bila sababu. Nakushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Labda nirejee kwako CPA David, umesikia mtazamo wa mwalimu wako mwenyewe, unamuita CAG mstaafu, akiutaja kama ni aina fulani hivi ya uzembe. Pale inapotokea, manake ukaguzi mara nyingi una mapendekezo. Pale inapotokea mapendekezo ya CAG, manake yani maneno ambayo tumesikia kwa CAG wengi wakipendekeza mambo ambayo baada ya ripoti inayofuata unasikia tena yamejirudia hivi namna hii. Mapendekezo hayo yasipozingatiwa, nini ambacho unakiona kinaweza kikawa ni madhara, na ushauri wako? Asante sana. Kwanza ieleweke kwamba kwenye audit yoyote ambayo ni external audit, kama ambayo mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anafanya, au external auditor yoyote, yeye ukisoma kitaalamu tunasema ana provide opinion, anatoa maoni. Kwa hiyo yeye sio mtekelezaji wa kile alichokisema. Yeye anaishia kushauri kwamba bwana, nimeona hapa pana udhaifu huu, hapa pana udhaifu huu, hiki kirekebishwe. Yeye anaishia hapo. Yeye kazi yake ni kutoa maoni. Kwa sheria zetu jinsi zilivyo, yeye hawezi kumpeleka mtu mahakamani wala hawezi kuenforce chochote. Yeye anaishia kwenye opinion. Sasa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni jicho la bunge, ni jicho la wananchi, na ni jicho la serikali kwenye matumizi ya serikali kama tulivyosema.
Kwa hiyo hayo unayosema madhaifu anayosema anajirudia, madhara yake ni kwamba kunaendelea kuwa na leakage, kunaendelea kuwa na upotevu wa fedha za umma. Kwa hiyo wenye dhamana ya kusimamia ni bunge na watu watendaji wa serikali watekeleze. Kwa hiyo mambo yanayoendelea kujitokeza, unakuta labda ukaguzi huu umesema bwana kuna udhaifu huu, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Maana yake uzembe mkubwa pia upo kwa wasimamizi. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba wasimamizi lazima watake action kwenye maoni ya CAG, kwa sababu CAG yeye anakuonyesha bwana bomba linavuja hapo, sio kazi yake kuziba hilo bomba. Mwenye wajibu wa kuziba hilo bomba ni serikali pamoja na watendaji wake. Kwa hiyo ni bunge wanatakiwa sawa wasimamie yale maoni ya CAG. CAG hawezi tena kwenda kushughulikia kwenda kusimamia. Lakini madhara yake makubwa sana ambayo nayaona ni kuendelea kuwa na upotevu wa fedha za umma kwenye maeneo ambayo yameainishwa. Kwa hiyo ni vizuri sasa watendaji wa serikali, wabunge na wote wenye mamlaka za kusimamia fedha za umma ni lazima kwa haraka sana wachukue hatua kwenye maoni ambayo CAG anayatoa, kwa sababu yeye anakuwa anakuonyesha ule udhaifu kwa ajili ya kudhibiti mianya ambayo inaweza ikatokea kwenye upotevu wa fedha za umma. Kama alivyosema mwalimu wangu Uto, amesema ya kwamba unadili na fedha nyingi sana. Kwa mfano sasa tunatarajia kudili karibu na trilioni 36 point kitu. Kwa hiyo maana yake kuna mianya mingi sana ambayo inaweza katokea hapo, binadamu wanahuruka tofauti, kuna wema, kuna waovu, kuna moderate. Kwa hiyo ni lazima sasa wadhibitiwe kwa kufuata ule ushauri wa CAG. Na mara nyingi sana unapoona kwenye bajeti za mwaka unaofuatia pamoja na mabadiliko ya sera mbalimbali, mara nyingi sana moja ya kifaa ambacho wanakitumia watunga sera, moja ya kifaa ambacho wanakitumia ni ripoti za nyuma za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, kwamba bwana huyu jamaa alituambia nini, kwa safari tubadilishe sehemu fulani, labda kama kwenye masuala ya kodi, unayaona mabadiliko ya kodi mbalimbali. Mara nyingi sana mimi nimefuatilia trends, huwa inakuwa ni ushauri wa ofisi ya CAG ndio ambao wanafanyia kazi. Nakushukuru sana CPA Ludovic. Mwalimu, ndugu yangu, unajisikiaje binafsi kama CAG wakati ule ukitoa ripoti, ukatoa mapendekezo, alafu ripoti inayofuata unakutana na yale ambayo uliyapendekeza kama yanajirudia hivi? Ndugu Faraja, niseme tu kwamba kwa kweli hiyo inauma sana kwa sababu mpaka CAG atoe pendekezo ni kwamba amelitafakari, amelifanyia kazi ipasavyo. Na naomba nikupe mfano ndugu Faraja kwamba mwaka 2012 mimi nikiwa CAG nilihoji umiliki ama mmiliki wa taasisi iliyokuwa inaitwa Pride Tanzania. Pride Tanzania ilikuwa ni taasisi iliyokuwa inatoa mikopo midogo midogo. Haipo sasa hivi taasisi. Of course imekufa. Nikauliza mimi, ni nani mmiliki halisi wa Pride? Mwaka 2012. Sikujibiwa. Nikaja nikauliza tena kabla sestaafu 2014, sikujibiwa. Akaja Profesa Asadi akauliza. Swali lile niliulizwa mimi, hakujibiwa. Ndugu yetu Kichere mwaka jana akafanya special audit ya Pride. Utalia machozi. Nakwambia, utalia machozi kwa sababu Pride imekufa. Wakati mimi naihoji haikuwa imekuwa kubwa kama ilivyokuwa huku mwishoni. Pride imekufa, imeacha zaidi ya wafanyakazi 400 hawajui cha kufanya. Kuna maofisi, kuna mali hazifahamiki ni nani anayesimamia. Kuna madeni kulingana na ripoti ya CAG ya mwaka jana. Kuna madeni makubwa ambayo kama lile swali lililoulizwa 2012 lingefanywa kazi, then hasara ambayo imekuja kujitokeza huku nyuma haingetokea. Ndio madhara ya kutokutekeleza mapendekezo ya CAG bila kuwa na sababu muhimu. CAG amepewa mamlaka. Ukienda kwenye kifungu cha 12 cha sheria ya umma CAG amepewa mamlaka makubwa sana ya kuishauri serikali namna bora ya kutumia pesa za serikali kwa ajili ya kuleta tija na maendeleo ya nchi. Kwa hiyo CAG anapotoa mapendekezo hayatoi kama kiumzaha, ameyafanyia kazi kweli kweli. Kwa hiyo kusema kweli, sio mimi tu naamini, hata Profesa Asad
alikuwa anaumia kama CAG, na CPA Kichere anaumia na ataendelea kuumia kule anapotoa mapendekezo ya kusaidia kuboresha. Alafu kwa sababu tu ya watu wameamua, hakuna kinachofanyika. Na hapo ndio kuna umuhimu, Faraja, ya wananchi ambao ndio wenye mali hizi kuamka na kuona endapo kama serikali haiwajibiki ipasavyo, tuwatask serikali wawajibike, kwa sababu serikali wale ni agency wetu tu wa hizi pesa na rasilimali. Sasa swali langu ndio linakuja hapo. Kimsingi nitapenda pia CPA David ambaye siku moja utakuja kuwa CAG labda. No wonder. Ikiwa unaweza ukaitask serikali kama ulivyotumia hilo neno, kutask serikali, lakini kama CAG hauna nguvu ya kuchukua hatua kutokana na mapendekezo yako, kwamba wewe ni mtoaji wa mapendekezo tu, na unaishia pale, unaitask vipi serikali? Sasa kama umemsikiliza David, ameeleza kabisa wananchi tuna nguvu, na nguvu yetu ipo kupitia kwa wawakilishi wetu madiwani, wawakilishi wetu wa bunge. Ni sisi kuwabana madiwani wetu. Sasa hivi, Faraja, hali imebadilika. Sasa hivi ukienda vijijini watu wanadai hesabu. Unajua haikuwepo miaka 10-20 iliyopita. Tumeona juzi hapo Njombe watu wamesoma. Watu wanadai. Sasa watu wakidai kote, wakadai Njombe, wakadai Rombo, wakadai wapi? Serikali, hakuna serikali ambayo inapenda kutingishwa. Serikali wanataka wajione kama wanatenda kazi yao vizuri. Na hiyo ndio nguvu ya umma. Kwa kuelewa ripoti za CAG vizuri, na tuzitumie hizi ripoti za CAG vizuri kudai uwajibikaji wa rasilimali fedha na rasilimali ambazo ni mali ya Watanzania. Hicho ndicho muhimu. Nikushukuru sana. CPA David, kuna hoja mbili hapa ambazo ningependa kupata maoni yako. Hoja ya kwanza ni hii ambayo anamaliza kuizungumza hapa CAG mstaafu, kuhusiana na hiyo nguvu ya umma, wananchi wadai. Maswali yangu au maswali langu ni wananchi kudai, wanapaswa kuwa bila shaka na taarifa, na kudai kwao kuwe kwa misingi na taratibu ambazo zitaleta majibu sawa sawa. Hilo litunze David, alafu anza na hili kwamba CAG amenyimwa huo, sijui niseme amenyimwa ama vipi, sheria haimtaki kuchukua hatua yoyote kutokana na kile alichokigundua. Unadhani inaweza ikawa ni udhaifu wa sheria ama ndivyo inapaswa kuwa? Hapana. Okay, tunaweza tukaupdate baadaye, lakini hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Pamoja na kwamba CAG anakagua kwa kufuata sheria za nchi, lakini pia CAG anafuata misingi ya kitaalamu ya uhasibu tunaita International Public Sector Accounting Standards, ambayo pia hata ukienda pia kwenye International Accounting Standards za audit zote duniani, taratibu za ukaguzi duniani zinamtaka auditor yeye kuishia, wanasema ana provide opinion, anatoa mawazo peke yake. Kwa hiyo ndivyo taratibu ulivyo, kwamba yeye amekagua na kutoa maoni, wanatakiwa wawepo watu sasa wa kufuatilia hayo maoni kuona kwamba yanatekelezwa, na ambao kama tumesema ni wananchi. Na nikiunganisha na swali hilo ni kwamba wananchi, kitu cha kwanza ambacho nafikiri wanapaswa kuwa nacho, kaka Faraja, ni kuhusiana na swala la elimu. Lazima wajue, watambue ya kwamba wana haki zote juu ya fedha zao za umma. Na ninafurahi mzee Uto wameanzisha hii institute yao ya uwajibikaji. Wao kazi yao kubwa, wanatoa elimu kwa umma, kutoa kitu tunaita public awareness, kwamba jamani, hizi ni fedha zenu, zifuatilieni, zioneni. Unajua watendaji wakiona kwamba nyie mmerelax, wenye hela wanaweza wakazitumia wanavyotaka, wanaweza wakazifuja wanazotaka, ubadhirifu unaweza kutokea. Lakini ukiwa kuna public awareness kwamba jamani, wajibika na hela yako, kuwajibika kwa diwani, hoji, maana yake kutakuwa kuna ufuatiliaji mkubwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria na taratibu za kikaguzi haziruhusu mkaguzi kwenda kutoa action yoyote au kushtaki, lakini wananchi, yule mwenye mali, mimi naweza nikawaita shareholders wa nchi, wale watu ambao ndio wanamiliki rasilimali za nchi, wanatakiwa wajue hicho kitu. Na kitu kikubwa sana ambacho naweza nikasisitiza
ndugu Faraja na Azam tusaidie, ni kutoa elimu kwa umma. Mwaite mara nyingi hao wakina Uto wasaidie elimu kwa umma kwamba jamani, labda mwezi mmoja au miezi miwili kabla ripoti haijatoka, ripoti na content nini, wajibu wa mwananchi ni nini, wajibu wa serikali ni nini. Hii itasaidia sana ku raise public awareness, ambayo sasa itapush kwamba yale maoni ya CAG yashughulikiwe. Kama hiyo story aliyotoa Mwalimu Uto inasikitisha sana, ya issue ya Pride. Tumeanza kuifuatilia toka zamani, tumeiandikia hata wengine analysis mbalimbali, lakini matokeo yake ndio yamekuja hivyo. Lakini kuna nguvu ya wananchi, lakini nafikiri pia kilichotokea ni kwa sababu wananchi walikuwa hawako aware. Kwa elimu ni muhimu sana. Sina maana elimu ya darasani, lakini elimu ya public awareness, watu wajue wajibu wao, wajue haki zao, wajue standing zao, hasa pia wajue nguvu zao kwenye taarifa ya mdhibiti mkuu na mkaguzi wa serikali. Na pia naona hata direction nzuri ya Mheshimiwa Rais Samia, kipindi kile CPA Kichere anakabidhi ripoti, alisema bwana Kichere, naomba uwe wazi kabisa kwenye ripoti zako. Nataka wananchi pia waelewe serikali inatumieje rasilimali zao. Kwa kutokea kwenye spirit hiyo ya rais, napenda kurezi public awareness iwepo, wananchi waelewe kwamba wanawajibika kwenye fedha za umma, wana haki kwenye fedha za umma kujua na kusimamia. Hii itasaidia sana kutekeleza maoni mbalimbali ambayo yanatolewa na mkaguzi. Nakushukuru sana, muda wetu si rafiki sana kuendelea, lakini nimalizie na Ludovick Uto, CAG mstaafu, ambaye kimsingi hujastaafu. Nimestaafu, mimi sio CAG. CAG ni CPA Kichere. Najaribu kuangalia wajibu uliochukua baada ya kustaafu. Okay, ni kama hujastaafu. Sawa, kwamba sasa ukijaribu kutoa elimu kupitia taasisi ya wajibu, na hivi juzi mmezindua ripoti ya uwajibikaji, mkionyesha kwamba uwajibikaji sio jukumu la serikali pekee. Ukimtizama pia mwananchi. Kwa ufupi sana tueleze tafsiri yake. Mimi niseme tu Faraja kwamba ni kuendeleza pale pa David kwamba na ili wananchi waelewe dhana ya uwajibikaji, ni lazima kwanza wakubali na waelewe kwamba pesa za serikali sio za serikali. Pesa za serikali ni za kwao. Only kwamba tumekabidhi serikali wafanye vitu, watuletee maendeleo. Kwa hiyo wanachofanya serikali wanafanya kwa niaba ya wananchi. Na kingine, wananchi wajue kwamba wao wana nguvu kubwa sana kupitia wawakilishi wao wa madiwani na waheshimiwa wa bunge. Na bunge sasa hapo ndio linakuja. Ukijua kwamba ukienda kwenye katiba kile kifungu cha 63 nafikiri, majukumu ya bunge kuisimamia, kushauri, si ndio, na kutunga sheria. Sasa bunge linasimamia. Bunge limetutungia budget juzi ambayo imepitishwa juzi, ndio. Sisi tungependa kusema kweli kuona bunge lichukue muda na bidii, liongeze bidii katika usimamizi wa utekelezaji wa bajeti kuliko ilivyo huko nyuma. Bunge wanatumia fedha nyingi, wanatumia muda mwingi kutengeneza bajeti, lakini inapokuja kwenye utekelezaji hatuoni kama wanatumia the same effort ya kuhakikisha kwamba ule utekelezaji wa bajeti unafanyika kama ilivyoidhinishwa bajeti hapa awali. Nikushukuru, labda kwa maneno machache kabisa mwisho, baada ya ripoti hii kukabidhiwa kwa rais, ripoti maalum ya ukaguzi wa bajeti, nini kimsingi ambacho kinafuata sasa? Asante sana ndugu Faraja. Rais aliomba special audit, ukaguzi maalum. CPA Kichere amefanya ukaguzi maalum, amempelekea ripoti Mheshimiwa Rais, ndio. Kwenye ripoti ile ya Mheshimiwa mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, ni lazima kutokana na udhaifu aliyouona ameweka mapendekezo ya nini kifanyike. Matarajio yetu sasa kwamba Mheshimiwa Rais yeye sasa atatumia busara yake na atayashughulikia yale yaliyopendekezwa, ili hili lililotokea lisije likajirudia tena huko baadaye. Na nafikiri ndio ilikuwa madhumuni ya huu ukaguzi maalum
in the first place. Asante sana. CPA David, maneno yako ya mwisho tunapomalizia kipindi chetu. Mimi nashukuru sana, nitamani tu kuongezea hapo alipoishia Mwalimu Uto ni kwamba baada ya bunge kukamilisha bajeti, sasa ni wajibu wa kusimamia utekelezaji, kwa sababu uchambuzi mwingi ambao tumefanya kwa miaka takriban 10 hapa nyuma ni kwamba bajeti inakuwa ni nzuri sana kwenye makaratasi, inapendeza, lakini kwenye utekelezaji huwa haifiki hata wakati fulani 60%. Kwa hiyo tunachotamani sasa kwa spiriti hii ya Mheshimiwa Rais pamoja na wananchi kwa ujumla, bunge pia lisimamie kwa spidi hii utekelezaji wa bajeti, na kuna zile sekta za kimkakati kama kilimo, miundombinu, afya. Tunatamani sana tuone utekelezaji umefanyika kwa nguvu ili kutengeneza mashine ya maendeleo kwa wananchi. Ile dhana ya kwamba uchumi wa Tanzania umekuwa, usikue tu kwenye mabenki na taasisi, ukue mpaka kwa kumgusa mwananchi mmoja mmoja, na ili mwananchi mmoja mmoja aweze kuguswa, basi ni utekelezaji wa ufanisi wa bajeti na usimamizi mzuri wa fedha za umma. Asante sana. Asante sana CPA David Mwakapala, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma, idara ya uhasibu na fedha. Nikushukuru sana CAG mstaafu Ludovick Vito kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki. Lakini nisikie kidogo tu kutoka kwa Rais anaposema tukosoeni, unajifunza nini? Mimi niseme ukweli, Watanzania tumebahatika sana kuwa na rais tulionaye, kwa sababu huko nyuma ilikuwa ukikosoa serikali kwa nia njema ya kuisaidia ulikuwa unaonekana ni adui. Sasa tunaambiwa tuwe wazi, tuikosoe serikali. Bunge alipohutubia bunge mwezi wa 4 22 alisema bunge lifanye kazi yake, likosoe serikali, lakini of course katika kukosoa tukosoe kwa kutumia nayo hekima na busara, lugha za kinyonge, lugha ya kunani, na mara nyingi tusilalamike, tutafakari. Kama ni kukosoa, basi tuende na suluhisho la hilo tatizo ambalo tumeliona. Kwa hiyo mimi niseme ni bahati nzuri wa Tanzania, tuitumie na tuitumie vizuri katika kujenga nchi yetu. Asante sana. Ludovick Vito, CAG mstaafu ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Wajibu ambayo inashughulika na masuala ya wajibikaji na utoaji wa elimu kwa wananchi kuchukua hatua na kuwajibisha taasisi ambazo zimepewa dhamana ya kusimamia mali za umma. Mimi ni Faraja Sendegea ninayekuaga kutoka Mizani ya Wiki, nikikushukuru sana mtazamaji wetu kwa kuungana nasi, na endelea kufuatilia vipindi vyetu vingine vinavyoendelea.